Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nitambue uwepo wa mjumbe wa baraza la ulama Sheikh Hamid Mas'ud Vyombo, lakini pia yeye ni imamu wa msikiti miwili, msikiti wa Mahmud na msikiti wa Manyema. Mimi namsaidia, nisiposema hii itaniletea ugomvi, na kule ambapo nimetajwa imamu mkuu kaniuliza umekuwa lini imamu mkuu. Vile vile nitambue uwepo wa shekhe wetu wa mkoa, nitambue uwepo wa mashehe wangu mbalimbali. Mtaniwia radhi ule ujinga wangu wa itifaki, lakini naamini sijakosea. Kijana wetu mkuu wa wilaya ya Ubungo, Bwana Kheri, tulionana muda mrefu, lakini nimefurahi leo nimemuona. Mimi nilipewa mada ya kuzungumza na nyinyi kuhusu Uislamu na maendeleo. Ikawa toka shekhe aliponipa kila nikifikiri, na mimi nimezoeleka kusema dakika 3, 2, 1, nikaona amenipa mtihani mgumu. Lakini nikasema nikija niseme jambo hili kwamba maandalizi ndio yafanya Uislamu na maendeleo imetosha kuwa kitabu. Kwa hiyo nimuombe tushe Muharram, Mungu akinipa afya na uhai, basi mwakani pengine tutaleta kitabu chake. Lakini leo niseme kwa ufupi sana kwa maendeleo, kama tunavyofahamu, ni mabadiliko ya kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine, kutoka kwenye namba 1 kwenda 2 na kuendelea. Na maendeleo yamegawika sehemu mbili. Kuna maendeleo ya jumla, kuna maendeleo yanaitwa personal development, maendeleo ya mtu mmoja mmoja. Kuna kanuni kwa watu wale wa shule wanajua, inaitwa kanuni ya Newton, ambayo inasema an object at rest remains at rest. Kitu kikiwa kimetulia kitabaki hivyo hivyo kimetulia, unless mpaka ije power nyingine ya kukisukuma ndio kinaweza kusogea. Na kitu kikiwa kwenye mwendo kitabaki kwenye motion, tena with the same direction, kwenye mwendo ule na mwelekeo ule ule mpaka itokee nguvu nyingine ya kubadilisha. Hii ina maana gani? Inaturudisha kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maana yake kwenye maisha yako wewe hakuna kitakachoweza kubadilika kwa maana ya maendeleo mpaka wewe mwenyewe uwe tayari kubadilika. Wewe mwenyewe uumizwe na ile hali uliyokuwa nayo kwamba nataka nibadilike. Ukikusudia hivyo utakwenda mbele. Ukibaki pale pale hakuna kitakachokuwa. Na nimejaribu kukusanya pointi chache, nisiseme hizi maana nisiposema itakuwa somo langu kama halijafahamika vizuri, ambazo tukizikamata zitatusaidia kwenye maendeleo. Kwanza lazima uwe na mpango wa maendeleo. Mpango wa maendeleo una vitu 7. Inakutaka kwanza uestablish purpose yako. Nini unakusudia katika hayo maendeleo? La pili, utambue mahitaji ya hayo maendeleo unayotaka. Kama ni elimu, kama ni biashara, kama ni ajira, uweze kutambua mahitaji yake nini. Kisha uangalie fursa zilizopo katika maendeleo hayo. Halafu uje na mpango kazi.
wa kuelekea kwenye hizo fursa, kisha ndo ufanye sasa yale yanayotakiwa kufanya kuelekea kwenye maendeleo, alafu uweke kumbukumbu za matokeo ya maendeleo yako, na mwisho ufanye review na kuevaluate. Unapitia upya na unafanya tathmini. Kufanya tathmini kutakusaidia uone nimesogea au niko pale pale. Mara nyingi wanasema kijana akianza kazi, wakati yuko nyumbani kwao, anakaa na ndugu zake chumba kimoja, ili apate maendeleo ni lazima atoke mle ndani. Akikaa kwenye chumba chake ndo ataweza kununua kitanda na vingine. Akibaki mle ndani hakutokuwa na maendeleo kwake. Kwa hiyo personal development inashikamana na hivi vitu 7 ambavyo lazima mtu awe navyo kwa ajili ya kusogea mbele. Bila ya hivyo hatuwezi kwenda mbele. Lakini jingine ni kuwekeza kwako wewe mwenyewe. Kuwekeza kwako wewe mwenyewe kwa maana ya elimu, nimesema hapa mkuu wa wilaya, maarifa. Kuwekeza kwako wewe mwenyewe kwa maana ya mahusiano mazuri na wale waliokuzunguka, tunasema social capital. Kuwekeza kwako wewe mwenyewe kwa maana ya kuwa na mawasiliano mazuri, na kwenye kile ambacho tayari unajua wewe Mungu amekubariki ni kizuri, ukamatane nacho. Maneno ya Sayyidina Umar anasema, mamburi kalahu fi shay'in falyalzamhu. Mtu akibarikiwa kwenye kitu akikamate kisawa sawa. Sisi huwa tunaharibu hapo. Unafanya biashara yako ya vitunguu inakwenda vizuri sana, maana umebarikiwa. Sasa unataka kuleta madera kutoka Unguja, ndio unapoanguka unamalizika. Mamburi kalahu fi shay'in falyalzamhu. Kwenye kile ambacho Mungu amekubariki kinakwenda vizuri, hakina matatizo, shikamana nacho, usikiwache. Wengine wakifanikiwa kwenye vingine, hivyo ndo wao wamebarikiwa huko. Wewe utakapoanza kubadilisha, utaingia kwenye tatizo, halafu uwe hujui namna ya kutoka. Maendeleo yanaanza na personal development. Maendeleo ya kwako wewe. Wewe ukifanya na kuelekea kwenye maendeleo, sasa baadaye yatakuja yale ya jumla. Wewe ukiumizwa na ile hali uliyokuwa nayo, kwamba nataka nitoke hapa nisogee mbele, itawezekana. Msingi mwingine, kuna kitu wataalamu wanaita income to spending ratio. Lazima uwe nayo, ambayo hiyo wanaigawa kwa namba 50, 30 na 20. Kwenye kile unachopata katika kazi yako, mshahara au faida, uigawe kwenye mafungu 3. 50 ndio matumizi yako ya kawaida ya kila siku. 30 kwenye matumizi yako ya dharura. 20 lazima uweke akiba. Tuna tatizo kwenye kuweka akiba. Pengine tukiulizana unakuta hakuna mtu ana akiba. Mbaya zaidi, mtu mke wake anakuwa mjamzito, anakaribia kujifungua, anaomba msaada, anasema dharura. Dharura gani? Ulikuwa na miezi 9 ya kujipanga. Kwa sababu hatuweki utamaduni wa akiba, kila kitu kinakuwa dharura. Kwa hili nalo wanatuambia wataalamu, ili tuendelee kuwa na nidhamu katika kile unachokipata. Kama kipato chako ni 50,000, usitumie 100,000. Kwenye ile 50 ndio panga sasa 50%, 30 na 20 ya akiba. Jengine la mwisho muhimu, time management. Namna gani unatumia wakati wako. Niliwahi kusema, Sheikh Mziwanda anajua, Mayweather mpiganaji wa ngumi amestaafu sasa. Yule bwana alikuwa akiingia ulingoni, kwenye zile dakika zake pale ulingoni, kwa pesa za kwetu anatengeneza zaidi milioni 200 na kitu. Nikasema sisi tujikague, muda wako unautumiaje? Inawezekana haukuingizii pesa wala haukuingizii thawabu, uko kwenye baraza la porojo na hujali muda wako unaendaje. Hatuwezi kupata maendeleo kama hatuthamini muda.
ndio zawadi ya pekee Mwenyezi Mungu ametupa. Tuna share matajiri na maskini, lakini tofauti ya tajiri na maskini ni kwenye namna ya kutumia muda ili tupate maendeleo. Na ni kweli Uislamu na maendeleo ni vitu vinakwenda pamoja. Ni lazima tuyazingatie haya, tuyafanyie kazi, tutaweza kutoka hapa tulipo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.